Kanisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa hawana hatia. Nalo linafananishwa na muungano na Kristo na kanisa lake. Jambo hili takatifu alilibariki na kuliheshimu kwa kuwapo kwake na kwa muujiza wake wa kwanza aliofanya katika mji wa Kana ya Galilaya. Na ndoa imesifiwa zaidi na Mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na wote na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo isichukuliwe wala kufanyika kwa namna isiyofaa wala kwa haraka au kwa uzinifu na uasherati, bali kwa heshima na kicho kwa Mungu. Na ikumbukwe kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana kwa kadri ya mahitaji ya kila mmoja, na katika siku za kufanikiwa na katika siku za taabu. Katika hali hiyo takatifu, watu hawa wawili walioko hapa mbele yenu wamekuja wapate kuungamanishwa sasa kwa kicho cha Bwana, ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Kwa ajili hiyo, mtu yeyote akionyesha sababu inayoweza kufanya wasiunganishwe kihalali katika ndoa, basi na aseme sasa. Yeye ni nani anasema Vitus ni mume wangu asikabidhiwe kwa Margaret? Kama upo mkono wa kulia juu, tutakusikiliza. Hakuna. Bwana sifiwe. Ni nani anasema Margaret ni mke wangu? Sema tu Vitus amenicheka kidogo, lakini asikabidhiwe, huyo ni wa kwangu. Kama upo mkono wa kulia juu, nasi tutakusikiliza. Mzee wa kanisa amesema hakuona mtu, hivyo na mnyamaze milele. Sasa mgeuke mwangalie upande wangu. Siku ya hukumu ambapo siri zote za mioyo zitakapofunuliwa. Kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote cha kuunganishwa kihalali katika ndoa, basi na aseme sasa. Mjue hakika kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vile ilivyoruhusiwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu, na ndoa yao siyo halali. Kabla sijawauliza maharusi wetu, mwongozo unasema watu wote wanaofunga ndoa kinyume na